Bwana Yesu asifiwe. Rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji mwaminifu wa Tonseza TV, tunayofuraha mara tena kukaribisha kwenye kipindi hiki mwongozo wa kujifunza Biblia, lesoni ya shule ya Sabato. Kwenye somo hili tunazungumzia leo kuhusu une lumière dans un monde obscur. Une lumière dans un monde obscur, ama nuru katika ulimwengu wa giza. Jaribu kufikiria usiku ambao umekuwa na giza nene, na katika huu usiku wa giza kuna nyota ambazo zinatokea. Utagundua na kuamini pamoja nami ya kwamba kadiri giza inaendelea kuwa nene na nyota inaendelea kuangaza zaidi dakika baada ya dakika nyingine. Kwa hivyo mimi pamoja na wewe tunapoishi katika ulimwengu huu ambao umekumbwa na giza la kiroho, tunatakiwa tuwe nuru, tuwe hizo nyota zinazong'aa. Basi soma pamoja nami kwenye Wafilipi sura yake ya 2 mstari wa 14 hadi 16. Tuangalie Paulo anatuagiza kuwa namna gani sisi kama watoto wa Mungu katika siku hizi ambazo ulimwengu umejazwa na giza la kiroho. Mstari ule ambao ni wa 15 kwenye Wafilipi sura ya 2 mstari wa 15, neno la Mungu linasema, ili mpate kuwa wasio na lawama na safi, watoto wa Mungu wasio na hatia katika kizazi kilichopotoka, na kilichopotoka ndipo utakapoangaza kati yao kama nyota mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Tunaishi katika kizazi ambacho kimepotoka. Leo watu wamependa dhambi, uzinzi, kiburi, choyo, mashindano, mabishano. Kwa hivyo watu wamekuwa mbali na Yesu, wanatafuta mambo yao pekee binafsi na wakamwacha mbali Yesu Kristo. Kwa hivyo yale yote, aina ya mabaya yote ambayo ni kinyume na mapenzi ya Mungu, inawakilisha giza la kiroho. Sasa hapa Paulo anapendekeza vipengele vitatu ambavyo tunatakiwa kuwa navyo ama kuvifanya sisi kama waumini ili kwamba tupate kuangaza katika ulimwengu. Kwa mstari ule wa 14, Paulo anatuambia tudumishe umoja. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, wakati tunakuwa katika umoja, huo umoja unaleta mwangaza, unaangazia wale ambao wako katika giza. Kila mara tunapovurugana katika kanisa, tunapigana katika jamaa zetu, hailete sifa nzuri kwa Mungu. Inakuwa tena ni giza, ndio tunaongeza kwa giza nyingine. Lakini mahali ambapo panakuwa na kuvurugana, tukileta umoja, itakuwa ni nuru, ndio tumeiweka. Ya pili ni kwenye mstari ule wa 15. Tunatakiwa kuwa na mwenendo bila lawama, une vie irreprochable, ama integre, kama hiyo ya Ayubu, ambayo imetafsiriwa kwa Kigiriki kama isiyokuwa na mgawanyiko, sans mélange. Sio maisha ambayo leo Mkristo wakati fulani mzinzi, sio maisha ambayo imechangamana na kizuri na kibaya, ni maisha ambayo imefuata kanuni za Mungu, ndio inaleta nuru. Ya tatu ni kwenye mstari wa 16, kuwa mwaminifu kwa neno la Mungu. Neno la Mungu linaniagiza nini mimi kama kijana leo? Natakiwa nifanye nini? Na ni pale ndipo tungalisema kama yule Daudi aliyeposema, sitaruhusu macho yangu kutazama kitu kibaya. Ni hapo ndipo tukifanya yale mambo tutakuwa tunaangaza. Elewa ya kwamba ambapo giza ni kubwa, nuru huangazia zaidi. Dunia hii imejazwa na giza, tunatakiwa kuja kama nuru, kama nyota, tupate kuangaza kabisa. Katika ulimwengu ambapo Mungu amekataliwa kimfumo, sisi wa Kristo lazima tuangaze na nuru ya Kristo. Ndiyo, kutakuwa watu ambao watatucheka, tutaogopa pengine kusema tumekuwa peke yetu, tuko ni minority. Ni heri huwa wachache pamoja na Mungu kuliko kuwa wengi ama kuwa na mashabiki wengi wakati mko mbali na Yesu. Je, ni kusudi lako ili kwamba uwe miongoni mwa nuru, watu ambao watakaoangaza katika ulimwengu huu wa giza? Iko chini yako, tuombe. Baba, asante kwa neno hili, tufunze kuwa nuru, tuangazie ulimwengu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Usikose kusubscribe, like na kushare.